Bwana, mimi nikukaribishe kwenye sehemu ya 16 mzigo wa ICU Kill Me. Kumbuka hii imetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J. Sasa nikukumbushe pale tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 15. Mambo yalikuwa yamezidi kunoga kwa sababu Lisa alikuwa ametekwa na tukawa tunajiuliza nini Ghost ambacho atakifanya. Lakini pia Lisa kwa upande mwingine amekubali kushirikiana na Ryan ampeleke Ryan alipokuwa amejificha Ghost. Sasa tukawa tunajiuliza, je, ni mbinu gani wataweza kuitumia? Yaani mambo ilikuwa ni bambamu mtu wangu. Hebu karibu sana tupate kujua. Na hasa tulipoisheni pale ambapo Ghost anapewa taarifa ya kwamba mke wake Lisa katekwa. Hatari mtu wangu. Hebu karibu tupate kujua. Hey. Nini kiliendelea wewe? Weka sikio lako kwa umakini. Sasa Jenerali, hebu niambie kwamba ninachokisikia kwamba sio kweli. Ya kwamba mke wangu ametekwa. Bravo, hebu toa maelezo kueleweka. Watu wasiojulikana kivipi? Jenerali aliuliza kwa kufoka. Ni hali ambayo imekuwa ngumu kwa sababu watekaji walitokea angani. Wamekuwa mwewe mpaka watokea angani. Jenerali alizungumza kwa kufoka kweli na ndipo Bravani akasema hapana mkuu. Hebu nieleze kwa ufanisi. Imekuwaje, nataka kujua. Ghost alizungumza kwa sauti ya upole tofauti kabisa na Bravani alivyokuwa ametarajia. Mheshimiwa, nilimwacha mkuu katika chumba chake akiwa kwa salama kabisa mara baada ya kulala. Aliniruhusu kwenda kupumzika. Asubuhi tulichokutana nacho ni eneo la dirishani kwake kukatwa kioo, huku tukikuta kamba ikiwa inaning'inia, na aliyefanya tukio hilo inaonyesha kabisa ni kwamba ameruka kwa parachuti akitokea kwenye helikopta ama ndege, na hata kuondoka kwake pia aliondoka kwa kutumia parachuti. Okay. Sawa. Ghost alikata simu huku jasho likimwagika kwa wingi. Hebu andaa ndege, nahitaji kuelekea Italy. Mkuu. Jenerali alijikuta kitokwa na macho, kwani kwa jinsi Ghost alivyomtazama kwa jicho la ukali lilimfanya kutingisha kichwa kukubaliana na kile alichokuwa amekizungumza. Sasa hivi na utaongozana na mimi na uandae vijana wako hodari kwa ajili ya kuweza kuongozana nao. Sawa mkuu. Ghost alitoka ndani hapo na kuelekea katika makazi yake. Alichukua pale hati ya kusafiria na kuingia kwenye gari alilokuwa anaendeshwa, na moja kwa moja alielekea katika uwanja wa ndege. Alimkuta jenerali akiwa na walinzi 12. Waliingia katika ndege binafsi aina Bombardier Global Express na kisha wakaondoka visiwani hapo. Mkuu, nimepigiwa simu na kuelezwa kwamba Nadia na watu wake wameshafika eneo hilo. Hebu mpigie simu. Jenerali alipiga simu na kumkabidhi Ghost. Nadia. Ndiyo mzee. Nimefika eneo la palopanga tuonane. Ni nusu saa sasa limeshapita katika muda tuliopanga. Ila nimekuta nasubirishwa tu. Samahani sana. Kuna tatizo limetokea na hapa napozungumza na wewe niko njiani kuja Italy. Hebu ngoja kwanza. Tulipokuwa tunaongea manake ni kwamba haukuwepo Italy, si ndio? Ndio, nilimtuma mke wangu. Kwanza nisamehe kwa hilo, ila kwa bahati mbaya mke wangu ametekwa na ninakuja hotelini hapo. Samahani sana, nahitaji msaada wako. Ina maana ya kwamba ulinidanganya, si ndio? Ndio maana nikatanguliza samani. Naondoka. Utakapokuwa tayari kushirikiana na mimi utaniambia. Yaani nimevunja ratiba zangu kwa ajili yako. Sipendi kupotezewa muda. Nimetumia gharama kubwa kwa ajili ya kikao ambacho kipo kwa ajili yako. Na nikafuata masharti yako. Hivyo umenikatisha tamaa sana. Sikutarajia hili kabisa. Nisamehe sana Nadia. Na naomba unisaidie. Nikusaidie nini? Mke wangu ametekwa hapo hotelini. Mimi najua na watu wako nchini Italy, naomba unisaidie kunitafuta ya. Hili halitokuwa msaada.
ila ni biashara kwa sababu watu wangu wanahitaji kulipwa na hawafanyi kazi ya kanisa kujitolea bure. Sawa. Nimekuelewa. Niambie ni kiasi gani unachokihitaji nikupatie. Acha nijadili na mwenyeji wangu kama kuna uwezekano kuweza kumpata na kisha nitakurudia. Nashukuru sana. Hapo Nadia alikata simu huku akimtazama msaidizi wake. Hebu nitie kiongozi wa hawa walinzi. Sawa. Baada ya dakika 5, Bravon alionekana kurudi akiwa ameongozana na msaidizi wa Nadia. Naitwa Nadia. Naamini katika ratiba yako ya kikao taarifa zangu ulikuwa nazo. Ndio madam. Ghost ameniomba kumsaidia kumtafuta mke wake. Nahitaji kuona eneo zima la tukio lilivyokuwa na kisha nijue ni wapi kwa kuanzia na watu wangu. Sawa. Twende madam. Bravon alizungumza kwa upole. Waliingia ndani ya lifti na kisha walipandisha gorofani. Nadia na vijana wake walikagua eneo zima kana kwamba hawajui nini kilichotokea. Sasa acha nikakae na watu wangu tujue tunawasaidia wapi. Nitashukuru sana mkuu. Nadia alimtazama Bravon kwa sekunde kadhaa. Hii ni mara yako ya kwanza kupotelewa na VIP, si ndio? Ndio madam. Sidhani kama Ghost atafurahishwa akifika hapa kwa sababu yuko njiani kuja. Tutakusaidia. Nitashukuru sana madam. Nadia aliondoka na vijana wake aliokuwa ameongozana nao na kurudi alipokuwa amemwacha Ryan. Vipi? Kikao kimeisha? Naima aliuliza, na hii ni mara baada ya kumwona Nadia akiingia sebuleni hapo. Hakiwezi kwenda kwa hali iliyotokea. Ryan yuko wapi? Ryan yupo kwenye bustani kule. Nadia kapitiliza mpaka ilipokuwa bustani na kweli alimwona Ryan akiwa amekaa kwenye moja ya kiti huku akiwa bado amevalia mavazi yake kininja. Ryan. Ryan alishtuka kidogo kutoka kwenye dimbwi la mawazo ambalo lilikuwa limemchukua zaidi ya nusu saa. Alikuwa amekaa eneo hilo bila kufanya kitu chochote. Pole nimekushtua. Hapana. Ghost anakuja Italy kumsaka mke wake. Umesema? Ghost yuko njiani anakuja Italy kwa ajili ya kumsaka mke wake waliomteka. Anakuja leo? Ndio. Taratibu Ryan alisimama huku akimtazama Nadia. Siku niliyoisubiri kwa hamu inakwenda kutimia. Utaweza kweli kumua? Au nikupe msaada? Mimi mwenyewe naweza. Huu ni wakati wa kulipa kwa kila alichoweza kukifanya kwa dada yangu. Inabidi uandae mazingira ya wapi utaweza kukutana naye. Okay, sawa. Ryan alisimama na kuondoka eneo hilo. Aliingia katika chumba alichokuwa amemwacha Lisa. Alimkuta Lisa akiwa amekaa kwenye kona ya kitanda. Mumeo anakuja, Ryan alizungumza huku akiwa anakaa. Najua nitakufa. Maneno ya Ryan ilimfanya Lisa kumtazama kwa mshangao. Nitakufa ila sio kwenye mikono yake na Ghost. Na nitakufa wala sio kwake. Ninakwenda kumaliza kile alichokuwa amekianzisha. Nitashirikiana na wewe Ryan. Huna haja kwa sababu hii vita wewe haikuhusu. Ryan, najua ni mangapi tumepitia. Niko tayari kufa. Itakuwa ni malipo ya kile nilichokufanyia. Ni vema ukielekea nchini Tanzania. Unahisi nitaishi maisha ya raha na amani nchini Tanzania ikiwa ni aibu kubwa nilionayo? Kwa hiyo usipoweza kumua Ghost nitamua mimi. Una njaa wewe? Sijisikii kula Ryan. Na ukipumzika. Ryan alitoka ndani ya hiko chumba. Alipotoka, Naima alimuita Ryan kwa kumwambia, "Hey, we Ryan." Naima alimuita Ryan huku akiwa anamkimbilia.
Nimesikia Ghost yuko njiani anakuja. Yaani kweli nahitaji kuweza kuongea na Monica. Ryan alizungumza huku akiingia chumbani kwake. Unataka kuongea naye sasa hivi? Ndiyo Naima, hebu mpigie Monica. Sawa. Naima alichukua simu na kisha akampigia simu Monica kwa mfumo wa video call. Hey, Ryan, unaendeleaje? Niko salama. Hivi mama ameshafika huko Tanzania? Ndio amefika na nimemwacha nyumbani na mjukuu wake. Okay, sawa Monica. Mbona Ryan unaongea kama ni mtu aliyekata tamaa ya maisha? Kwema, mbona unanitisha? Kwema Monica. Na sio kwema. Kwanza niambie upo wapi kwa sasa? Mama hajakuambia chochote? Hapana. Basi ni vyema hajakuambia. Najaribu kuendelea kumsaka Ghost. So nikimpata nitamshughulikia vilivyo. Kuwa salama. Jua mimi na mwanao tunakutegemea sana. Usijali mke wangu. Sawa, nipo ofisini. Naingia kwenye kikao. Naomba tuzungumze baadaye. Hakuna shaka kwenye hilo. Kweli, Ryan alionekana kukata simu. Wewe Ryan, mbona kama vile umemwaga Monica? Unamaanisha nini? Mazungumzo yako yanaonyesha ni kama vile salamu ya kumwaga. Nini ambacho unakihisi Ryan? Naima. Abe. Nahisi ninaogopa kwa mara ya kwanza nimeingiwa na uoga. Ryan alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Naima ambaye ndo mara yake ya kwanza toka mfahamu Ryan kusikia neno hilo likitoka kwenye kinywa chake. Tena Ryan akiwa yupo kwenye hali ya unyonge kama hiyo. Nahisi ya kwamba nitakufa Naima. Hapana, usiseme hivyo Ryan. Huwezi kufa. Mimi najua huwezi kufa. Mimi ni binadamu Naima. Hata uwezo nilionao pia nikidhibitiwa ninakufa. Kama Mungu alikupitisha kwenye chumba chenye sumu. Sumu ambayo kama mtu akifungiwa mule ndani hawezi kupona. Na kuhakikishia kwenye hilo huwezi kufa Ryan, naomba niamini. Endapo nitakufa naomba uangalie wanangu Naima. Ryan. Hapo Naima alijikuta kilengwa na machozi. Na umwambie mama yangu ya kwamba ninampenda sana. Hebu acha bwana Ryan kuongea maneno hayo. Basi bora usiende. Bora usiende tu Ryan. Mungu atakusaidia Ryan. Huwezi kufa. Huwezi kufa Ryan. Naima alizungumza kwa uchungu huku akizidi kulia. Naomba niwe mimi mwenyewe. Nahitaji kulala, nimechoka. Ryan alizungumza kwa sauti ya upole na unyonge ambayo Naima hakuwahi kabisa kuishuhudia unyonge huo wa namna hiyo kutoka kwa rafiki yake huyo. Sawa. Ila ni hadi kitu. Kitu gani? Utakwenda kumpata yule mshenzi. Utamuua na utatoka. Utatoka kila eneo ukiwa salama. Siwezi kukuahidi Naima hilo kwa maana ya kwamba ajuaye ya kesho ni Mungu pekee. No Ryan. Ndio Mungu yupo. Ila niambie tu kwamba hutokufa bana. Naomba nilale. Naima alimtazama Ryan kwa sekunde kadhaa na kisha alisimama na akatoka ndani hapo na kuelekea kwenye chumba alichopo Lisa. Alimkuta Lisa akiwa amejawa na huzuni na unyonge kama alionao Ryan. Hey. Wifi. Naima aliita kwa sauti ya upole. Be. Unajisikiaje? Salama. Maumivu yameisha. Kiasi chake. Okay, sawa. Naima aligeuka na kuanza kutoka chumbani hapo. Naima. Naanza kukuomba kitu. Bila shaka. Endapo ikitokea nimekufa, naomba mtunze Ryan pamoja na mwanangu. Wewe ndiye mtu ambaye nakuamini kuliko hata ndugu zangu. Hujai kwenda kinyume na mimi na hata Ryan pia. Haijalishi maovu mangapi nimemfanyia rafiki yako.
alizungumza Lisa. Naima kwanza alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa. Okay, nitafanya hivyo. Nashukuru Naima. Naima alitoka ndani hapa huku kichwa chake akihisi ni kama vile kimekuwa kizito kiasi cha kushindwa achambue jambo lipi na lipi aliache. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akishusha pumzi huku akitazama gari zilizopo mbele yake mara baada ya mlango wa ndege kufunguliwa. Alianza kushuka kwenye ngazi huku walinzi wake wakiwa wameshatangulia kushuka chini huku wakiwa wameshapokewa na walinzi wengine. Waliingia ndani ya magari na kuondoka uwanjani hapo kwa mwendo wa kasi kuelekea hotelini. Ndani ya dakika 20 walifika hotelini huku giza likiwa limeshatawala anga. Hofu na wasiwasi viliweza kumtawala Bravowani pamoja na vijana wake, ila hapakuwa na namna zaidi ya kumpokea Ghost, mkuu wao wa jeshi pamoja na maafisa wengine wa jeshi hilo. Ghost akapelekwa moja kwa moja mpaka kwenye chumba alichokuwa analala mke wake. Yaani unataka kuniambia siku nzima hamjajua aliyehusika ni nani? Ghost aliuliza huku akiwa anamtazama Bravowani pamoja na vijana wake. Hapana mkuu. Simu ya mezani ndani ya chumba hicho ilianza kuita na iliwashtua wote. Hebu pokea hiyo simu. Ghost alizungumza na jenerali akaipokea. Sihitaji kuongea na wewe. Mpatie simu Ghost. Sauti nzito ya kiume ilimshtua jenerali na alijikuta akitazama tu mkonga wa simu hiyo. Akauliza, wewe ni nani? Lakini yule mtu kwenye simu akasema, fanya nilichokuambia. Jenerali akasema, mkuu, hii ni simu yako. Ghost aliweka sikioni mwake mkonga huo wa simu. Ninamleta mke wako, lakini nitaondoka na kichwa chako. Leo tunamalizana. Nife mimi ama ufe wewe. Simu ikakatwa na kumfanya Ghost kutoka na macho ya mshangao, kwa maana sauti ya Ryan hata iwe mbadilika vipi ni lazima tutaijua tu. Na kitisho hiko kikamfanya kwanza angaze ndani hiko chumba, na akaona kamera ndogo ikiwa imepachikwa kwenye pambo la tembo hivi lililomo ndani hapo, jambo ambalo wote hawakuligundua. Na kwa kupitia kamera hiyo Ryan anawaona vizuri, na ndio maana ameahidi kumrudisha Lisa mara tu baada ya Ghost kufika hotelini hapo. Shit. Ghost alizungumza kwa hasira huku akipiga simu hiyo chini. Alichukua kamera hiyo iliyokuwa imepachikwa kwenye sanamu hilo, akaikanyaga na kiatu cha mguu wake wa kulia, akaivunja vipande vidogo vidogo. Kila mtu pale alishindwa hata kumuuliza Ghost ni nani alipiga ile simu. Ghost akasema, ninahitaji ulinzi uimarishwe kila sehemu kwenye hii hoteli, na huyu mjinga akimleta hapa mke wangu nahitaji auawe kwa kupigwa risasi tu. Nadhani tumeelewana. Jenerali wa jeshi akasema, ndio mkuu, tumekuelewa. Kila mtu sasa jiweke sawa jamani. Jenerali wa jeshi alizungumza kwa msisitizo na vijana wake walitawanyika kwa ajili ya kuweza kujiandaa kwa ugeni wa Ryan. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Nadia akizungumza huku akiwa anamtazama Ryan aliyekuwa amevalia mavazi yake kininja. Amekuwa na macho. Ameiona kamera nilipokuwa nimeificha. Alizungumza hivyo Nadia, lakini wakati huo Ryan tayari alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kumrudisha Lisa kwa Ghost, huku akiamini kwamba hiyo ndio itakuwa ndo nafasi yake ya mwisho kupambana na Ghost. Hey, hivi utaweza mwenyewe kweli? Naima alimuuliza Ryan huku akiwa amejawa na wasiwasi mno moyoni mwake. Ryan akasema ndio. Ryan, kuwa na amani. Sawa. Ryan aliondoka sebuleni hapo na kuwaacha watu wakimtazama. Aliingia katika chumba alichopo Lisa. Ni wakati wa kuweza kukurudisha kwa mume wako. Lisa machozi alianza kumbubujika. Naomba unikumbatie Ryan. Lisa alizungumza na taratibu alimkumbatia Ryan kwa nguvu huku akiendelea kulia kwa uchungu mno. Naomba unisamehe Ryan. Naomba Ryan unisamehe. Lisa alizungumza kwa uchungu. Taratibu Ryan alimwachia na alimshika mkono na kuanza kutembea naye kwa mwendo wa haraka kuelekea sebuleni.
Lisa alimtazama Naima aliyekuwa anamtazama pia naye kwa masikitiko. Ryan kusema ukweli hakutaka Lisa azungumze na mtu yeyote zaidi ya kutoka naye nje na kumuingiza ndani ya gari aina Land Rover. Gari lilikuwa imetengenezwa kwenye ubora wa kutokuruhusu risasi kuingia ndani ya hilo gari. Ebu vai. Ryan alizungumza huku akimkabidhi Lisa suti nyeusi. Ya nini? Nimekuambia vaa hii suti, sihitaji maswali. Ryan alizungumza kwa ukali na kumfanya Lisa kutii kwa haraka huku akivua gauni alilokuwa amelivaa na kisha alivaa suti hiyo ambayo nayo imetengenezwa kwa ubora kutokuruhusu risasi kuingia mwilini mwake. Mbona hawaondoki? Naima aliuliza huku akitazama gari walilokuwa wameingia Lisa na Ryan. Labda wanaagana, si unajua ni mke na mume. Hivyo ni kweli. Ryan amemkatia tamaa Lisa kwa kiasi hiki. Naima alizungumza huku akimwonea huruma Lisa. Mapenzi usipokuwa makini nayo yanakuua. Kwa kweli. Lisa ndani ya gari alimtazama Ryan kwa sekunde kadhaa na kisha alimvuta karibu yake na kuanza pale kumnyonya mate huku machozi yakiendelea kummwagika kwa uchungu mno. Hata kama nikifa nitakufa kwa amani sasa. Lisa alizungumza huku akijitahidi kutabasamu. Ryan aliwasha gari na wakaondoka eneo hilo kwa kasi mno. Nadia, hebu fanya jambo jamani. Watamua Ryan ujue. Naima alilalamika huku akiwa amejawa na wasiwasi. Nadia akasema usijali. Kwa na amani. We Nadia, amani niitolee wapi ikiwa Ryan anaenda yeye mwenyewe kule, so tamua. Nimiminie whisky. Nadia alimwambia kijana wake mmoja na kweli akalitoa pale glasi yenye whisky pamoja na barafu. Naima, nimekwambia mimi wewe kuwa na amani. Nadia alisisitiza huku akitazama gari anayoiendesha Ryan jinsi ilivyokuwa inakatiza mitaa ya jiji la Roma kuelekea katika hoteli aliyopo Ghost na watu wake, huku gari hiyo walikuwa wakifuatilia kwa kutumia droni. Ukimya ulizidi kutawala ndani ya gari huku Ryan muda wote macho yakiweko barabarani. Nakumbuka siku ya kwanza tulivyokutana na ukaja ofisini kwangu. Lisa alivunja ukimya, alizungumza kwa sauti ya chini mno. Moyo wangu ulikupenda toka ile siku. Nilitamani sana kuendelea kukuona mara kwa mara, na jambo la kumshukuru Mungu nilikuona na leo hii najivunia kuwa baba wa mwanangu. Hapo Ryan hakujibu chochote wala kuonesha dalili yoyote ya kufuatilia mazungumzo hayo anayoyatamka Lisa. Natambua unanichukia kupita kawaida, ila nashukuru kwa kunifanya niwe mama. Ryan alizidi kuongeza mwendo wa gari hiyo. Walifika katika geti la kuingilia hotelini hapo. Taratibu geti likafunguliwa huku walinzi wanne wenye bunduki wakiwa eneo hilo. Ryan kwa kioo chake cha pembeni akaona jinsi walinzi wakifunga geti hilo. Alitazama kwa mbele na akaona wadunguaji wakiwa wameshajipanga vizuri kwenye maeneo mbalimbali ya hoteli hiyo. Ryan alisimamisha gari katika mlango wa mbele kabisa, mlango wa kuingilia katika ghorofa hilo. Alivaa kinyago chake cha kininja na kisha alibakisha macho tu. Shuka kwenye gari, Ryan alizungumza huku akishika kitasa cha kufungua mlango. Naomba muangalie mtoto. Muda huu sio kuzungumzia mtoto. Shuka ndani ya gari. Lisa hakuwa na namna zaidi kushuka ndani ya hiyo gari. Ryan naye alishuka ndani ya gari hilo huku akiwa na upanga wake ukiwa kwa mkononi mwake. Akamshika Lisa mkono na kisha alianza kutembea naye kuelekea ndani ya jumba hilo huku walinzi wakiwa wameshamnyoshia bunduki. Walifika eneo la mapokezini na mlinzi mmoja alimkabidhi Ryan simu. Ryan alipokea simu. Umemfikisha malikia wangu, geuza uondoke. Ryan akatazama kamera moja CCTV iliyopo mbele yao. Akamwekea Lisa upanga wa shingo na kumfanya Lisa tetemeke. Nisikilize mzee. Una dakika 2 za kushuka na kumfuata hapa chini, la sivyo kichwa chake kitatengana na kiwiliwili chake. Ryan alizungumza kwa msisitizo na kuwafanya wanajeshi wote waliopo eneo hilo kumnyoshia bunduki.
Ryan alikata simu na kumfanya Ghosti macho yamtoke huku akimtazama kwenye TV zilizopo kwenye control room jinsi mke wake anavyotetemeka. Acha niende. Mkuu, ni hatari. Inaweza kuwa ni mtego. Jenerali wa jeshi alimshauri hivyo Ghosti. Ghosti akasema, mtego? Mke wangu anauawa, unataka nikae hapa kama mjinga, si ndio? Ghosti alizungumza kwa papara huku akichoma bastora kiunoni mwake. Na itakuwa ni ujinga endapo walinzi wote wakashindwa kumuua Ryan leo. Lakini mkuu, nini unataka kuzungumza? Inabidi tujue. Unajua alipoondoka, je, alikuwa amevalishwa hiyo suti? Na kama ameondoka na kosa kawaida, kwa nini amerudi akiwa amevalishwa suti? Na mimi kwa ujuzi wangu, hiyo suti aliyoivaa mke wako ina uwezo wa kuweza kukinga risasi. Yaani risasi haiingii. Hivyo inabidi kujitafakari. Na ukijiuliza ni kitu gani kipo nyuma ya hayo makubaliano ya kuvaa hiyo suti. Bila kukuvunjia heshima mkuu, hao walikuwa ni mume na mke na wana mtoto. Hilo mimi najua. Ghosti alizungumza kuonesha kwamba yuko serious. Akatoka ndani hapo. General wa jeshi akasema, hebu mlindeni mkuu, mlindeni mkuu. General alizungumza huku akiminya button moja ya microphone inayomwezesha kuwasiliana na walinzi wote waliopo kwenye hoteli hiyo. Aliendelea kumfuatilia Ghosti akitembea na walinzi kwenye korido akielekea ilipokuwa lifti ya kumshusha kuelekea eneo la mapokezi. Simu ya General kweli ilianza kuita. Alitoa ufukoni na kuitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea. Ndio. Okay, sawa. General alionekana tu kuongea hivyo na simu akakata na kisha akairudisha mfukoni mwake. Akaendelea pale kutazama Ghosti yupo na walinzi wakishuka ndani ya lifti hiyo. Ryan aliitazama lifti ikifunguka na Ghosti akatoka akiwa ameongozana na walinzi 4 wenye silaha. Haya, nimekuja, mwachie mke wangu. Ghosti alizungumza huku akimtazama Lisa aliyekuwa na mwagiko na machozi. Ryan alishusha kwanza upanga wake chini. Itakuwa ni jambo jema kama ukipigana na mimi bila kutegemea walinzi wako. Unahisi mimi ni mjinga, si ndio? Lisa, mke wangu, njoo nyumbani. Leo ndo mwisho huyu mpuzi. Nenda. Ryan alizungumza kwa kumruhusu Lisa aende, huku akimtazama Lisa usoni mwake na kumfanya Lisa kuanza kutembea kwa hatua za taratibu huku akitetemeka. Lisa kafika karibu kabisa na Ghosti alipokuwa amesimama na watu wake. Lisa alisimama na kumtazama Ryan aliyekuwa anamtazama kwa macho makali. Ghosti alimshika mkono Lisa na kumvuta sehemu alipokuwa amesimama. Muweni huyu mtoto wa malaya. Ghosti alizungumza akitoa amri ya kwamba Ryan auliwe na yeye akawa anaondoka na Lisa. Lisa aliyekuwa amemshika mkono. Bunduki zikaanza pale kukukiwa na zote zikielekezwa kwa Ghosti, jambo ambalo lilimfanya shangae. Mnafanya nini nyinyi? Nimewambia muweni yule pale, sio mimi. Ghosti aliuliza kwa mshangao, kwani hata walinzi aliokuwa ameongozana nao walikuwa wamemnyoshea bunduki. Lisa kaichoma bastola ya Ghosti kiunoni mwake na kisha kamnyoshea. Lisa, mke wangu, nini unafanya sasa? Ghosti alizungumza huku akihisi kama kinachomtokea ni ndoto mbaya, ila lilikuwa ni jambo la kweli na si ndoto. Ulinitumia. Sasa hivi ni wakati wa wewe kuweza kulipa kwa yote ulioweza kunifanyia. Lisa alizungumza kwa msisitizo huku akipiga risasi pembeni ya sikio la upande wa kushoto mwa Ghosti. Mlio wa risasi hiyo iliyokuwa imetoka ilimfanya Ghosti kwanza kujiziba masikio huku akihisi ukelele mkali masikioni mwake. Ryan alianza kutembea kwa mwendo wa taratibu huku akimfuata Ghosti eneo alipokuwa ameinama huku amejiziba masikio. Walinzi wote walimpisha Ryan mpaka kafika sehemu alipokuwa Ghosti na Lisa. Unahisi ni kwamba kila muda watu watakufa kwa ajili yako, si ndio? Ona sasa, kila mmoja yuko kinyume na wewe. Unajisi wewe ni mtu mwema kweli? Ryan alizungumza huku akimshika shati Ghosti na akamnyanyua. Alimtandika kichwa cha pua na kumwachia na kumfanya Ghosti arudi nyuma huku akisikiliza maumivu ya pua yake iliyokuwa inamwagika damu muda huo. Ni wakati sasa wa watu wema kuweza kushinda.
Ryan alizungumza huku akirusha teke moja zito lililotua kifuani mwa Ghost. Akaanguka chini huku akiwa haamini mambo yamebadilika ghafla mno na watu waliokuwa wategemea wote wamembadilikia. Ryan alimpiga Ghost teke la mbavu na akamvunja mbavu zake na kumfanya apige kelele mno za maumivu. Ghost pale alianza kuomba msaada, ila alishindwa kupatiwa msaada. Ryan alimshika mkono Ghost na kuanza kumburuza kwa nguvu. Akaingia naye kwenye lifti huku Lisa akiwahi kuingia kwenye hiyo lifti, na kweli lifti ilianza kupandisha kuelekea juu. Lakini Ryan, wewe ni mwanangu. Wewe ni mwanangu wa damu kabisa. Mimi ni baba yako. Kaa kimya wewe, Lisa alizungumza huku akimkanyaga Ghost usoni mwake. Lisa, mke wangu. Mimi sio mke wako, mshenzi wewe. Lisa alizungumza kwa ukali huku akimpiga Ghost na kitako cha bastola kichwani mwake hadi akampasua eneo ambalo alimpiga na damu pale zilianza kumwagika. Mlango wa lifti ukafunguka na Ryan akamshika mguu Ghost. Alianza kumvuta na kupandisha ngazi na wakatokea eneo la juu na kukuta pale Bravo 1 pamoja na timu yake. Nitawaua nyinyi wasaliti wakubwa nyinyi, Ghost alilalama huku akimnyoshia kidole Bravo 1 pamoja na wenzake. Upande wa pili huko Naima ilibidi ahoji. Akamwambia, wewe Nadia, imekwaje? Naima alihoji huku akifuatilia tukio hilo lililokuwa linarekodiwa mubashara na kuwafikia walipo. Nilipokuambia Naima usiwe na wasiwasi, nilikuwa na maana yangu kubwa mno. Wewe Nadia, hebu niambie, mbona kama mission imekuwa rahisi sana? Namna alivyozungumza Naima inaonesha dhahiri shairi alikuwa haamini kila anachokiona. Lakini muda huo Naima alikuwa na tabasamu pana usoni mwake. Nadia akasema, kwenye maisha hakuna kitu chenye nguvu kama pesa na mamlaka. Sasa watu si watu wake wale, imekwaje umemsaliti? Unakumbuka nilikwambia nina watu wangu ndani ya timu iliyokuja? Ndio nakumbuka. Mmoja wa watu wangu huyo ni jenerali wa jeshi. Ghost hilo jeshi alilinunua kwa pesa nyingi sana, ila halikuwa jeshi lake, na hilo jeshi lilikuwa chini ya Scorpion na walikuwa wanafanya kazi zetu nyingi tu, na hata kisiwa wanachoishi tunakimiliki sisi. Hivyo Ghost kutokana na pesa zake alinunua, na ndio lilikuwa eneo lake la maficho baada ya kukimbia kutoka nchini Tanzania. Haisi ya kweli usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Ni kweli, na plani nzima nilimweleza Ryan ya jinsi mambo yalivyokuwa. Ndio ule muda ulivyokuwa umekaa naye? Na nilipompigia simu General na kumwambia awaeleze vijana wake kumfanya chochote Ryan, ametii. Wow, Nadia, you are so genius. Nipo hivyo toka utotoni mwangu. Naima alicheka huku akiweka miguu yake juu ya meza huku akiendelea kutazama hiko kichapa anachokipokea Ghost kutoka kwa Lisa pamoja na Ryan. Alafu Lisa anaonekana na uchungu sana. Mtu anayekuvunjia familia yako na akakutumia kimapenzi ukiwa kama mwanamke lazima uwe na hasira naye. Nadia alizungumza huku akiendelea kunywa whisky yake taratibu kabisa bila hata ya papara yoyote. Kwa kweli. Naam, tukirudi huko bwana, Rani alikuwa anaendelea kumtazama Lisa namna anavyomshusha kipigo Ghost. Nisamehe Lisa, nisamehe. Ghost alilia huko uso mzima ukiwa umetapakaa damu. Lisa aliyekuwa akimchukulia kama mwanamke mlaini asiyekuwa na uwezo wote wala kupiga. Ilimshangaza sana Ghost kumwona Lisa akirusha ngumi na mateke mazito kama vile mwanajeshi aliyefunzwa mafunzo magumu. Hujui ni kwa namna gani ulivyoniumiza na kuiharibu furaha ya familia yangu. Lisa alizungumza huku akimpiga mateke mfululizo Ghost. Ghost aliyekuwa na yumba na kuanguka chini mara kadhaa. Kwa nini umenitenganisha na mwanaume wangu nayempenda? Lisa alizungumza kwa uchungu huku akiendelea kumshusha kipigo Ghost. Ryan ilibidi avue kinyago kilichopo kichwani mwake. Sidhani kama ni vyema mikono yako ikaja damu ya huyu mwanaharamu. Ryan alizungumza huku akiona msogelea Lisa aliyokuwa amekasirika kweli kweli. Naomba hiyo.
Ryan alizungumza huku akishika bastola aliyokuwa ameshika Lisa. Bastola hiyo ya Ghost iliyokuwa imetengenezwa kwa madini ya dhahabu, huku ikiwa imejaa damu zilizotoka mwilini mwa Ghost. Taratibu Lisa aliachia. Asante. Hakuna kitu kitamu duniani kama kumtia mama yako na mke wako. Nilipata utamu usiokuwa na kifani. Lisa, unajua kunipa raha kuliko raha niliyopewa na mama yake Ryan. Ghost alizungumza kwa dharau na kejeri. Kwa haraka mno Lisa alimpokonya Ryan ule upanga. Aliushika kwenye mpini vizuri kabisa. Alianza kumchoma nao Ghost kifuani mwake kwa hasira kweli kweli, huku akirudia mara kwa mara na kufanya damu zimrukie mwilini mwake, kitendo ambacho kilichomfanya Ryan abaki mdomo wazi, kwani hakutarajia kama Lisa anaweza kuwa na ujasiri wa kuweza kumfanyia Ghost kitendo cha kinyama kama hicho. Lisa kwa nguvu zake zote aliushusha upanga shingoni mwa Ghost, akakitenganisha kichwa na kiwiliwili na kuzifanya damu za shingo kuzidi kuruka kama vile maji. Taratibu Lisa aliuacha upanga wa Ryan, huku macho akimtoka kwa mshangao, akiwa haamini kama ni yeye ndiye aliyemuua Ghost kikatili kiasi hicho. Taratibu Ryan ilibidi amshike na kumvuta karibu na kumkumbatia, pasipo kujali wingi wa damu uliokuwa umemwagikia Lisa. Nimeua mume wangu, Lisa alizungumza huku akitetemeka mwili mzima, huku akilia kwa uchungu mno. Hai, usilie mke wangu, Ryan alizungumza kwa sauti ya upole, huku akiendelea kumkumbatia Lisa. Kichwa chake kitunzeni kwenye barafu kisiharibike, Ryan alizungumza huku akimtazama Bravon. Bravon akasema sawa mkuu. Ryan alimnyanyua Lisa na kumbeba, wakaondoka eneo hilo na moja kwa moja akamuingiza katika chumba chake na kumpeleka hadi bafuni. Alianza pale kumvua nguo moja baada ya nyingine, akabaki kama alivyokuwa amezaliwa. Alimuingiza kwenye sinki la kuogea na taratibu alianza kumfungulia maji, na kweli maji akaja kwenye sinki hilo. Lisa alizidi kutetemeka kwa uoga, kwani kwenye maisha yake ni tukio la pili la kinyama alilolifanya, la kwanza likiwa ni mwanaume aliyelazimishwa kuolewa naye, na hili ni tukio la pili. Hey, umefanya kitu sahihi, wala hata usiogope. Nimeua. Najua kama umeua. Ilo uliyomuua ameua watu wengi sana. Kwa sasa kila kitu kimekuwa sawa. Kweli? Ndiyo mpenzi. Ryan aliendelea kumwogesha Lisa mpaka katakata vizuri kabisa. Taratibu akamnyanyua na kumlaza kitandani, huku akionekana kuwa na mawazo mengi mno. Usio na wasiwasi wote ule, sawa mpenzi? Lisa hakujibu chochote. Taratibu Ryan alivua nguo zake za kininja, aliingia bafuni na kuoga na kisha akapanda kitandani. Alimkumbatia Lisa kwa nyuma taratibu kabisa, na wakajifunika shuka na kubakisha maeneo ya kichwani tu. Ryan, mimi ni mwanamke mbaya. Hapana. Nimekusaliti wewe. Nimetembea na babako kimapenzi. Nimekuwa ni mwanamke mbaya. Ninachokijua mimi, wewe ni mwanamke mzuri na mwema niliwahi kuwa naye kwenye maisha yangu. Kila kilichotokea ulikuwa ni upepo mbaya, ila usiwaze na wala usiwe na wasiwasi. Dunia sasa inakwenda kuwa sehemu salama kwa sababu mtu mbaya ameshakufa. Kwani hunichuki? Hapana, sikuchuki. Kweli? Ndio, sikuchuki. Nakupenda sana Ryan. Nakupenda mpenzi. Nakupenda pia mke wangu. Lisa alianza pale kumpiga busu taratibu Ryan. Kwa sasa tupumzike kwanza. Ryan alizungumza kwa sauti yake taratibu kabisa, na Lisa akasema sawa mume wangu. Lisa alizungumza huku akikilaza kichwa chake kifuani mwa Ryan taratibu, huku wote wakikosa usingizi na wakawa wanafikiria matukio yaliyotokea, kwani yamekuwa yamekwenda kasi vibaya mno. Asubuhi na mapema Ryan akawa ndo wa kwanza kuamka.
Alishuka kitandani huku akijinyosha viungo vya mwili wake. Alimtazama Lisa aliyokuwa amelala kimitego huku shuka likiwa limemfunika eneo kubwa la mwili wake. Ryan alivaa suruali na akatoka sebuleni hapo. Akaichukua simu ya mezani na akaingia nayo chumbani. Akaingiza pale namba ya Naima na kisha akampigia. Hello. Bro. Naona kazi imekwenda salama ndugu yangu. Ya tumemaliza sasa. Unajua mimi mwenyewe siamini Ryan kama Ghost amekufa. Ndio amekufa. Endapo atafufuka basi tujue tu kabisa atakuwa ni shetani, sio binadamu wa kawaida. Kwa kweli nipange Ryan. Tukutane airport turudi Tanzania. Kweli. Na nimeongea na Nadia, ameniambia kwamba wanaondoka leo saa 6 mchana. Hivyo tupate lift kwenye ndege yake kwa maana kwamba yeye mwenyewe pia anaelekea nchini Tanzania. Basi sawa, tutakutana uwanja wa ndege. Hakuna shaka. Na vipi mapenzi mubashara nini? Mmerudiana nini? Kwa nini unauliza hivyo? Sio kwa ukimya huo. Na ukiangalia nyinyi wazazi bwana, kupasha kiporo siku moja sio mbaya. Una wazimu wewe. Baadaye. Okay sawa, mimi nakusanya hapa kila kilicho chetu tuweze kuondoka. Na ukepoa Naima. Ryan alikata simu huku akimtazama Lisa aliyekuwa anajigeuza. Akamwambia hey, amka kapate kifungua kinywa. Saa ngapi sasa hivi? Saa 2:30 asubuhi. Kumekucha haraka. Tulichelewa kulala jana. Lisa alinyonyosha pale viungo vya mwili wake huku akipiga miayo ya uchovu. Aise kweli najisi njaa. Tunarudi nchini Tanzania. Tanzania? Ndio mbona umeshangaa? Hivi sura yangu nitaiweka wapi kwa jinsi nilivyoondoka nchini Tanzania? Siku zote ukiogopa binadamu hutaweza kufanya mambo ya msingi. Una hospitali ya kuweza kuiendesha. Je, uko tayari kuweza kuitupa kisa tu kwa yale yaliyokuwa yametokea? Hapana. Basi tunywe chai na kisha tunaondoka kurudi nchini Tanzania. Sawa. Hivi hapa ndipo nilipofikia? Ndio. Nilifikaje? Nilikuingiza. Haukuwa sawa. Oga tukapata kifungua kinywa. Ryan akasikia pale mlango wa sebuleni ukigongwa. Okay, sawa, ngoja basi nioge. Ryan alitoka chumbani hapo, akafungua mlango wa sebuleni. Ryan, ndio Janelo, karibu. Janelo alifungua mlango na kuingia ndani, akakaa kwenye moja ya sofa. Vipi madam, anaendeleaje? Anaendelea vizuri, amemka salama. Sawa, kuna mambo kidogo inabidi kuyajadili na madam. Yaani wewe ukiwepo na yeye akiwepo. Ngoja basi nimwite. Kweli Ryan aliingia chumbani. Akamwambia Janelo anahitaji kuweza kuongea naye. Ngoja basi nimalizie. Ryan alimtazama Lisa namna anavyosuuza mwili wake kwa madoido huku akipapasa kifua chake kwa mitego akiwa anamtega Ryan. Ryan akamwambia maliza basi. Kwani huna hamu na mimi? Maliza kuoga. Ryan akamrushia Lisa taulo, akajifuta pale maji na kutoka bafuni. Alivaa gauni na wote wakatoka sebuleni. Ndio Janelo. Lisa alizungumza kwa kitabasamu. Habari yako? Namshukuru Mungu niko poa kabisa. Sawa, sasa kuna mambo ya muhimu ambayo nahitaji kuweza kuzungumza na nyinyi. Nahisi mtakuwa mnajiuliza au mna maswali juu ya hali ambayo imetokea hadi kwa Ghost. Ndio, kwa maana kwamba tulichokifikiria sio kile kilichokuwa kimetokea. Ghost alikuwa ni mmiliki wa 70% ya jeshi langu. Huku mimi niko ndo mmiliki wa 10% na 20% ilikuwa inamilikiwa na Scorpion. Ambao wao ndo walinipa mimi msaada mkubwa sana wa kuliunda hili jeshi pamoja na kisiwa ambacho jeshi kwa sasa ndipo linapoishi. Sasa mwenendo wa Ghost haukuwa rafiki toka pale tulipopoteza wanajeshi wengi sana kwa wakati mmoja nchini Japan. Naamini mnaelewa kilichotokea. Ndio. Sisi jeshi letu lipo kwa ajili ya kuweza kufanya kazi za kukodishwa na nchi au matajiri wenye pesa kwa kazi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya usalama. Kwa tulikubaliana na mkuu wa Scorpion kwenye 70% ambazo Ghost anazimiliki ziwe chini yako bwana Ryan, kwa sababu wewe ni mtoto halali kabisa wa Ghost na ulikuwa unapambana ili kuweza kumzuia asizidi kuvuka mstari mwekundu ambao kwa namna moja ama nyingine ungepelekea hata sasa hivi kupoteza idadi kubwa ya wanajeshi wetu ambao sio maroboti bali ni binadamu na wana familia na wanaishi kwa kupitia kazi hii. Japo wameapa kufa, ila sio kufa kwa kuingilia vita za kifamilia ambazo hazina manufaa yoyote.
Sasa nilitaka mfahamu hilo kuanzia sasa hivi. Bwana Ryan, wewe ndio kiongozi wetu wa jeshi kwa sababu una hekima iliyopo ndani yako, na hatuna shaka na wewe kwamba kwamba utatuingiza pabaya, na istosha unaweza kujilinda na kupambana wewe mwenyewe kuliko alivyokuwa babako ambaye alitegemea maisha ya watu kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mimi nimesikia unasafiri kuelekea nchini Tanzania, ila kabla ya kwenda huko tunahitaji kuweza kuongozana na wewe mpaka kisiwani ili ukajue ni wapi lilipo jeshi lako. Ryan kwanza alionekana kushusha pumzi baada ya kupewa hizo taarifa. Ryan, unaweza kuwaongoza mpenzi wangu? Lisa alizungumza huku akimshika Ryan kiganja chake. Naogopa kuja kuwa mtu mbaya. Huwezi kuwa mtu mbaya mume wangu, na umesikia unachokifanya sio kwa ubaya na unafanya kazi nzuri sana. Lisa alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Sasa General, jukumu langu kubwa hasa ni nini? Utakuwa unatoa amri. Unakuwa amiri jeshi mkuu wetu. Aise? Ndio. Na madamu hapo atakusaidia kujua mali nyingine za mzee ambazo zinahitaji umiliki wako kama mrithi. Sawa, nimeelewa na tutaongozana. Sawa, tunaondoka saa 4 kurudi huko. Basi acha kwanza niwasiliane na rafiki yangu mmoja hivi tupate kufungua kinywa na kisha tutaongozana. Nashukuru. General akatoka ndani hapo. Naima, niambie, njoo hotelini, kuna sehemu nahitaji kuweza kuelekea. Kwema? Ndio kwema. Ni wapi tunaelekea? Wewe njoo bwana. Kwa twende tena Tanzania? Ndio. Okay, sawa, nakuja. Ryan alikata hiyo simu. Baby, alafu kuna mtu nimempenda sana. Nani? Yule mwanamama, yule mwanajeshi anaitwa Bravan. Nakuomba umweke kama mlinzi wangu binafsi, kama itakupendeza. Sawa, kama atakufaa. Atanifaa. Andika limepita. Walipata kifungua kinywa cha pamoja. Naima alifika hotelini hapo akiwa na mizigo yake, akampatia Ryan nguo za kuvaa. Ryan, unajua kila nikimwangalia Lisa simmalizi. Kwa nini? Ule ujasiri umetolea wapi? Wanawake nyinyi ni watu wa kubeba vitu moyoni. Hivyo machungu yake yote ameyatolea kwa Ghost. Aise, kwa kweli ameyatolea kwake. So kwa kumkatakata vile. Mazungumzo ya Naima na Ryan yaliendelea huku akiwa kwenye corridor wakielekea katika eneo kilipokuwa kimehifadhiwa kichwa cha Ghost. Wakafunguliwa mlango katika chumba cha kuhifadhia nyama ambacho chote kina ubaridi mtupu. Mhudumu aliwaletea pale kichwa hiko kikiwa kimewekwa kwenye kisanduku chenye barafu ndani yake. Aise, ni yeye kweli ujue. Nilimwahidi mamangu nitampelekea kichwa hiki cha Ghost akione. Kwa hiyo unakibeba kwenda nacho nchini Tanzania? Yes. Ila Ryan, ujue tumekuwa na roho ngumu mno. Kwa nini? Yaani tunavyotazama hiki kichwa cha Ghost, yani kama vile tunatazama kichwa cha kuku. Usicheke, alafu unajua huyu ni babako. Si kila baba mzazi ni baba, wengine ni kama hao. Alafu kweli, hebu kifunike, nimeridhika kukiona. Naima alizungumza na kichwa hiko kikafunikwa na wakatoka ndani hapo. Ryan, afu hujaniambia wapi tunaelekea? Katika kisiwa cha Ghost. We, kufanya nini tena? Wameniambia mimi ndo amiri jeshi wao kwa sasa. Amiri jeshi wa nini? Kwani Naima kuna amiri jeshi wa nini? Kwani ile eneo ni nchi hadi huwe amiri jeshi? Bwana mimi sijui. Hilo alichotaka ni mimi kuwa kiongozi wao. Hivyo naenda nikapaone hilo eneo na kisha tunaendelea na mambo mengine. Sawa kama ni hivyo. Na je, kuhusu Lisa? Nimemwambia rudi Tanzania akale mtoto na kuendeleza hospitali yake. Bora. Naona sasa hatuna adui mwingine wa kututisha. Mzee Faya kafa, Ghost kafa. Wale mtu na baba yake wamefiata mkia. Hivyo sasa hivi ni wakati wa sisi kuweza kuishi maisha ya raha mustarehe. Umeona? Walizungumza kwa furaha huku akiingia ndani ya lifti na kuelekea katika chumba walichokuwa wamemwacha Lisa. Mkuu. Naam, upande wa pili tunapata kuisikia sauti nzito ya kiume iliita mkuu, huku akiwa anamtazama msichana mrefu aliyekuwa amesimama dirishani akitazama mandhari mazuri yaliyopo kwenye jumba lake la kifahari na lenye ulinzi mkubwa mithiri ya ikulu.
Ndio. Kuna tatizo mkuu. Msichana huyo mrembo aligeuka na kumtazama mlinzi huyo ambaye ni mwanaume mrefu mwenye asili Kikorea, huku nywele zake ndefu akiwa amezifunga na kibanio. Tatizo gani? Wifi yako amemua baba yako. Unasema? Msichana huyo alizungumza kwa kushtuka. Mlinzi wake huyo alimwekea video inayomwonyesha Lisa kimua Ghosti, tena anamua kikatili huku Ryan akiwa amesimama pembeni. Video hiyo ilimfanya msichana huyo kutetemeka mwili mzima kwa hasira mpaka macho yakawa yametawaliwa na wekundu. Waueni wote na ninahitaji vichwa vyao hapa. Mkuu, mpaka Ryan tumue? Nimesema wote. Mlinzi huyo alitingisha kichwa na akatoka ndani hapo, kwani amri iliyokuwa imetolewa ni kutekeleza tu mara moja bila kuchelewa. Naam. Taratibu msichana huyo alikaa kwenye kiti huku akitetemeka kwa hasira. Akatazama picha ya Ghosti iliyopo kwenye frame kubwa katika ukuta wa ofisini mwake. Ryan, kwa nini umeruhusu hili kutoka kwa baba? Alichukua simu yake na kuanza kuzitazama picha za Ryan kipindi walipokuwa wadogo. Aliendelea kutazama picha zinazomwonyesha Ryan akiwa katika makuzi tofauti tofauti mpaka kufikia kuwa mtumishi wa serikali katika kitengo cha kipelelezi. Binti huyo akanyanyua mkonga wa simu yake mezani, akaiweka sikioni mwake. Hebu rudi ndani. Sawa mkuu. Akarudisha mkonga wa simu eneo alipokuwa ameitoa na mlinzi wake huyo aliweza kuingia. Ndio madam. Natengua amri ya kuwaua. Kwa nini mkuu? Nahitaji kuonana na Ryan uso kwa uso. Andaa kikao cha mimi na yeye kuweza kuonana. Anastahili kuweza kujua ukweli. Sawa mkuu. Je, ni wapi ninapopaswa kuweza kwenda? Tanzania. Una uhakika mkuu? Ndio. Sawa mkuu. Andaa safari tufike Zanzibar. Sihitaji kwenda Tanzania bara. Sawa mkuu. Tunaondoka lini? Leo usiku. Sawa madam. Mlinzi huyo akatoka na kumwacha msichana huyo akiendelea kutafakari kwa kile kilichokuwa kimetokea. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akisema hey. Naima alizungumza huku akikaa sita pembeni na Ryan. Niambie Naima. Unajua semeni kama mambo yamebadilika na kurudi kwenye mstari wa amani. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli, kwani bila yeye sidhani kama sasa hivi tungekuwa hapa. Ni kweli. Umewasiliana na mama? Bado sijawasiliana naye. Nahitaji kuweza kumalizana na mambo ya kisiwani na kisha tuweze kurudi Tanzania nizungumze naye kwa makini, kwani najua kabisa kwa sasa picha iliyopo yeye na Lisa hazivi, ila nitahitaji waweke tofauti zao pembeni na maisha mengine yaweze kuendelea. Ni jambo zuri kwa sasa, kwa sababu amani ndio kila kitu cha msingi yani. Ya Naima, na imani dadangu huko mbinguni alipo atakuwa amepumzika kwa amani, kwa sababu aliyemtendea maovu yote sasa hivi yuko kuzimu, anapata tu kibano. Namuona wifi yangu kalala fofofo. Naima alizungumza huku akimtazama Lisa aliyekuwa amelala kwenye siti huku akiwa amejifunika shuka. Amehangaika sana. Vipi, mtarudiana? Siwezi kusema ndio na siwezi kusema hapana, ila sihitaji kumuumiza moyo Monica, kwani amekuwa ni mwanamke aliyepita na mimi kwenye vipindi vigumu, hususan hiki cha kuweza kushuhudia mke wa ndoa anaolewa na baba mzazi. Hapo nakuunga mkono. Monica amesimama na wewe na istoshe ni Madam Vice President. Uone utakuwa unaipatia tu utelezi kwenye baadhi ya mambo. Sihitaji mimi utelezi. Kwenye maisha yangu, kama ningetaka hivyo basi Ghost ningeweza kumlamba miguu, hata kama angenifanya mabaya, basi ningeendelea tu kumnyenyekea kwa kuwa ni babangu na amekuwa ni rais. Ninachokupendea Ryan ni hapo tu. Nikushauri kitu. Niambie. Fanya uzae japo mtoto mmoja. Sasa unaomba kuzaa nao hapo kweli Ryan? Tafuta handsome mmoja kama yule bwana yule nani yule bwana Lakson Ruga yule mpiga picha yule. Yule jamaa ni handsome boy. Muone akupe mbegu zake. Basi fresh. Lakini pia unajua sio lazima muwe kwenye mahusiano. Na wala sio lazima kwamba yani sijui kwa yani kweka utakuwa unahitaji mimba tu. Na hema unajua umri wako unakwenda sana. Una miaka mingapi sasa hizi?
naifukuzia 33. Umeona sasa? Mimoza na watoto wao 2 wananitosha. Hata kama ikitokea nimekufa sasa hivi, nitakuwa nimeacha kumbukumbu yangu kwenye hii dunia. Sasa mzako anaogopa leba kujifungua. Wengi siku hizi nasikia wanachanwa tu, hawataki kupata uchungu. Wewe ile ni mbaya. Kivipi? Unajua ukifanywa operation, endapo utapata mtoto wa pili, ni ngumu sana kuweza kujifungua kwa njia kawaida. Na ni lazima watakuchana tena. Na kidonda chake kile hata kikipona, kuna nyakati za baridi lazima utajisikia maumivu. Na mbaya zaidi ni kwamba kazi hii ninayoifanya inaikaika nyingi sana. Mtu akinibamiza tu kwenye mshono, nimekwisha. Jikaze tu ujifungue kwa njia kawaida, na isitoshe kuna hospitali ya wifi yako, na imani ya kwamba atakuhudumia vizuri. Acha nijitafakari. Maana ulezi sio mchezo, kubembeleza mtoto usiku, sijui kunyonywa, sijui maziwa. Nitakuwa na mtindi sasa hivi huo. Mtindi kivipi? Ziwa litakuwa ndala linashuka hala. Sidhani kama kuna kitu kama hiko. Na siku hizi nasikia kuna dawa za kuweza kuyasimamisha hayo maziwa. Haya mambo siyataki bwana. Naam, sauti ya rubani ikawaashiria kuweza kufunga mikanda ya siti zao, kwani ndege inabakisha muda mchache kuweza kutua. Wote wakafunga mikanda. Baada ya dakika 10 ndege ilitua katika kisiwa ambacho ndipo lilipo jeshi lililokuwa linamilikiwa na Ghost. Rani alipokelewa pale kwa mapokezi ya kijeshi, huku akiweka heshima kama kiongozi wa ngazi za juu kwa serikali. Baada ya kulikagua jeshi, kweli alitambulishwa mbele wanajeshi wapatao 70,000, na baada ya sherehe hizo kuweza kuisha, alipelekwa kwenye ukumbi wa mikutano kwa ajili ya kuzungumza na viongozi wa ngazi za juu wa jeshi hilo, huku akiwa amevalia nguo za kijeshi ambazo ni kwa miaka mingi sana hajazivaa. Umpendeza sana mume wangu, Lisa alizungumza huku akimtazama Rani akijiweka weka sawa mbele kioo, huku akiwa anajitazama. Kweli? Ya. Nashukuru. Mungu akutangulie mume wangu. Amen. Rani alitoka katika chumba alichokuwa kibadilisha nguo na kuongozana na jenerali wa jeshi na wanajeshi wengine hadi katika ukumbi wa mikutano. Viongozi 12 waliomo ndani ya hiko chumba walisimama na kumpigia saluti, na kisha akakaa akawaruhusu nao pia wakae. Nimkaribishe amri jeshi mkuu azungumze. Jenerali alizungumza huku akiwa anamtazama Rani. Taratibu Rani aliwasha pale maiki iliyopo mbele yake na kisha akaanza kusema. Nina imani kila mtu hapa anaendelea vizuri. Nipende kuwashukuru kwa muda wenu mliweza kujitoa kuhakikisha hili jeshi linafika hapa kufikia kiwango hiki ambacho ni kiwango kikubwa sana kwa jeshi ambalo sio la nchi. Kwa muda mfupi tu nimeweza kuona umahiri wa jeshi hili, na nina imani kabisa tukiendelea kushirikiana tutazidi kwenda viwango vya juu zaidi na zaidi. Nimepitia mafaili kadhaa ambayo nilipatiwa nilipokuwa ndani ya ndege, yakielezea vikosi vilivyopo katika jeshi na majukumu yake pia. Ni vizuri, nitapenda kuweza kuongeza kikosi kimoja ambacho nitahitaji wanajeshi 50 wenye mafunzo ya hali ya juu, na wanajeshi hao nitafanya utaratibu wa kuweza kuwapeleka kwenye mafunzo ya kininja. Watapaswa kuwa na uwezo wa kupambana kininja. Dunia ya sasa inakwenda kasi mno. Teknolojia inazidi kuingia kwenye majeshi, na siku hizi yanatumika maroboti katika kufanya operation zake. Ila ukweli ni kwamba kuna operation ambazo robot haziwezi. Nitahitaji maninja hao 50 ambao watafunzwa kuua bila hata kutumia bunduki, na baada ya hapo tutakuwa tupo sasa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha tunaweza kufanya kila aina operation ambayo tutakuwa tunapewa na wateja wetu. Jeshi hili sasa sitotaka liwe jeshi la kufuata amri zisizokuwa na tija kwenye jeshi la usalama wa wanajeshi wetu. Mifano ni wale wanajeshi waliotumwa Japan. Walikufa huku viongozi mkiwa mpo tu kwenye TV mkiangalia matukio moja kwa moja. Mimi najua hatari wa kuwa katika eneo la vita. Hatari ambao kwa aliyekuwa kwenye kiti na kuangalia hawezi kuelewa nini kinachotokea eneo hilo. Sitoruhusu hilo litokee tena. Ninachokiruhusu ni operation ambazo zitatuingizia pesa kwa manufaa ya jeshi na wanajeshi wetu pia. Huo ndio utakuwa sasa uongozi wangu. Hapo wanajeshi wakapiga makofi. Mkuu, tunakuwekea walinzi ambao utakuwa unaongozana nao kwenye shughuli zako za kila siku. Hapana general. Mimi naweza kujilinda mimi mwenyewe
na bado nina shughuli nyingi sana za kuzifanya mimi mwenyewe. Endapo nitahitaji ulinzi au msaada wenu nitawajulisha, ila kwa sasa majukumu yote utayasimamia wewe na hakuna kitakachokuwa kimebadilika kwenye uongozi wa hili jeshi. Endapo kutokuwa kuna mapendekezo, basi Jenelo ataweza kuwasiliana na mimi. Nashukuru mkuu. Je, kuna mwenye maoni au ushauri wowote ule? Hapo jeshi zima likakaa kimya. Ryan akasema kama hakuna basi naombeni ruhusa yenu mimi nikaendelea na majukumu mengine. Kweli Ryan alisimama na viongozi wote wakasimama. Walimpiga pale saluti na kisha akawa wa kwanza kutoka katika ukumbi huo wa mikutano. Msikilizaji, usiku Ryan aliweza kujumuika kupata chakula na wanajeshi wote katika mahoteli makubwa ya jeshi hilo, ikiwa ni ishara ya kuweza kufungua upya uongozi wa hilo jeshi. Basi baada ya chakula alielekea katika makazi ya amiri jeshi mkuu kwa ajili ya kuweza kupumzika. Ryan, kwa ukubwa hili jeshi, unajua inafaa ile eneo kwa nje? Naima alizungumza huku akiwa wamesimama katika kibaraza kilichopo katika nyumba ya ghorofa hilo, huku wakitazama bahari kwa chini katika kisiwa hicho, huku kila mmoja mkononi mwake akiwa ameshika glasi yenye waini. Ni kweli, ila acha tu liendelee kuwa ni jeshi la kujitegemea na lisifungamane na wananchi wa kawaida. Hivi ni hapa tu au kuna eneo lina majeshi kama hili? Yapo maeneo. Wapo watu wenye majeshi au binafsi. Pesa ndio inaweza kufanya kila jambo likatokea, na isitoshe kwenye ulimwengu kuna watu wengi sana wanakosa nafasi ya kuweza kutimiza ndoto zao, hususan wale wanaohitaji kuweza kuwa wanajeshi kwenye nchi zao. Wakikosa nafasi, wanapatiwa nafasi hapa na kisha wanatimiza ndoto zao, na ndio maana unaweza kuona hili jeshi lina watu kutoka nchi zote duniani. Basi wewe unda Scorpion yako. Hapana, siwezi kufanya ujinga. Kwa nini ikiwa na jeshi? Alianza, ameanza, hivyo sige. Na istoshe Scorpion hii tunayoiona sasa hivi haikuanzia kwa Nadia, bali ilitoka kwa babu yake. Yeye amerithi tunakuendeleza. Hivyo sitaki kufuata mkumbo kisa tu yeye ameanzisha. Ila kweli ndio hivyo Naima. Hey, Lisa alionekana kuingia eneo hilo na kisha alisimama pembeni ya Ryan. Wifi, be? Karibu, acha mimi nikapumzike jamani, asubuhi kuna mambo nataka kuweza kuyafanya usiku mwema. Naima akamaliza kunywa waini yake na kisha akatoka eneo hilo na kumwacha Ryan na Lisa. Ukimya ulitawala kati yao huku kila mmoja akifikiria nini cha kuzungumza. Umepata nafasi ya kuweza kuwasiliana na mdogo wako Linda? Hapana. Kwa nini? Nataka kwenda kumfanyia surprise. Na okay, vizuri. Yeah. Lisa taratibu aliusogeza mkono wake na kumshika Ryan kiunoni, huku kichwa chake akawa amekigemeza kwenye bega la Ryan. Namshukuru Mungu kwenye maisha yangu kufika muda na wakati kama huu. Nilipitia magumu mengi sana yalionifanya niishi kwa majuto na maumivu makubwa sana. Nilijutia maisha yangu ya nyuma, ila sikuwa na namna zaidi tu ya kumwambia Mungu nipo vumilivu, nipite kwenye hili, na kweli leo hii amepita. Lisa alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya Ryan akae kimya akimsikiliza kwa makini mno. Natambua tulipeana talaka na kila mmoja akawa na maisha yake. Nilikuumiza na ninaipokea adhabu hiyo. Ryan, nakuomba nikombe jambo moja tu. Zungumza. Naomba umoe Monica. Monica aliumia kupitia mimi. Alimwaga machozi kupitia mimi. Nakumbuka siku ile pale Afrika Kusini alivyokuja chumbani kwetu. Alifanya tukio lile ili mradi umuone unampenda. Ila upofu wa mapenzi kwa kufanya unichague mimi ambaye nilikuumiza hapo awali. Nakuomba sana tena sana Ryan, umoe Monica. Ndio mwanamke sahihi kwa maisha yako. Mwanamke ambaye hakuwaza kukurudishia mabaya. Kama sio kazi, basi naamini asingeingia kwenye mahusiano na yule rais, ila angekusubiria hadi pale ambapo ungekuwa tayari. Pia ni mama wa mwanao, na siku moja alinieleza yeye ndiye aliyekutafuta kwa kumfuata Max hadi alipokuwa nchini Ujerumani, ili mradi yeye alichukua na kitaka ni kulipa kisasi kwa kile alichokufanyia. Kwangu mimi nina imani Monica atakufaa kwa maisha yako yote yaliyobakia.
Ryan alishusha pumzi taratibu huku akiwa anamtazama Lisa usoni mwake. Mimi nimekubali kuishi na adhabu yako na nakuahidi sitokuwa na mwanaume mwingine hadi mwisho wa maisha yangu, au uamue tu kubadili mawazo yako na kuwa na mimi. Nimekuelewa. Nashukuru sana Ryan. Lisa taratibu aliutoa mkono wake kiunoni mwa Ryan na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Aligeuka na kumtazama Ryan ambaye macho yake yalikuwa yanatazama baharini. Ryan, naam. Ninakupenda. Mimi pia. Nenda kupumzika. Sawa. Lisa aliondoka na Ryan akaendelea kutazama fukwe hiyo. Alivuta kiti na kukaa huku akiona yatafakari maneno ya Lisa. Alimimina pale kiasi kingine cha wine katika glasi yake na kuendelea kunywa taratibu. Neema aliingia huku akiwa ana simu mkononi mwake. Akamwita Ryan. Vipi? Simu yako. Kutoka kwa nani? Alipiga, nahitaji tukuongee nawe. Ryan alitazama simu hiyo na kisha akaipokea na kuiweka sikioni mwake. Hello. Hello mdogo wangu Ryan. Habari za uzima? Ryan alishtuka na kisha akasimama huku macho akiwa yamemtoka kwa mshangao, kwani sauti ya dada yake imepita zaidi ya miaka 22 hajawahi kuisikia, ila leo anaisikia kwenye simu ikiwa ni dada yake huyo tayari ambaye ni marehemu. Yanajua hivyo, yani Ryan anajua dada yake ni marehemu. Evelyn? Ya, ni mimi. Hapana, sio kweli. Haiwezekani. Ni mimi mdogo wangu Ryan. Nimekutafuta muda mrefu sana na nimekuja Tanzania, kwa sasa niko Zanzibar. No way. Haki ya Mungu. Piga video call nikuone niamini. No. Sikia. Ukipata muda nipigie kwa hii namba. Nitakueleza hoteli niliyofika nimefikia. Nadhani umenielewa dogo. Una uhakika ni Evelyn kweli wewe? 100%. Nina maswali yangu mengi sana nahitaji uweze kuyajibu. Bila shaka dogo utanipigia. Okay, sawa. Ryan alikata simu huku akiwa bado kwenye hali ya mshangao. Ryan, hebu ngoja kwanza. Amesema yeye ni dadako? Ndio. Dadako yupi? Kwa sababu ninavyotambua mimi ni kwamba dadako mkubwa sasa alishafariki dunia. Hata mwenye nashangaa pia. Unajua unapata wakati mgumu kwa kweli kwenye kuamini, kwa sababu meli iliyopata ajali naye pia alikuwepo ndani ya meli hiyo. Nikuulize swali. Niulize Naima. Uliona maiti ya dadako? Ryan alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Alitingisha kichwa kimaanisha kwamba hakuiona. Basi hapo huenda kuna 50 kwa 50. Kama kuiona maiti yake, huenda hakufa ama alikufa. Inakuwaje miaka yote 20 na zaidi asinione? Kwa nini asinitafute? Isije kuwa ni mtego. Hebu ngoja tuone. Acha nimwambie mama alifuatilie hili. Hapana. Kwa sasa mama tusimuhusishe kwenye hili. Turudi Tanzania. Tukifika kwa mama, tumpatie kichwa alichokuwa amekihitaji na kisha baada ya hapo tutakwenda Zanzibar kuonana naye, kwa sababu namba yake ameshatupatia. Tutakwenda kumuona. Hiyo namba ni nchi gani? Colombia. Colombia? Ndio. Na hapa alipiga simu kwa WhatsApp audio call. Basi sawa, acha tuondoke. Usiku tupumzike bwana. Mimi nimechoka, kesho tutaondoka kama ratiba itakavyo. Okay, sawa. Kweli Neema aliondoka eneo hilo na Ryan akaelekea moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Alifungua mlango na akaingia ndani. Macho yake yalitoka kitandani alipokuwa amelala Lisa, huku akiwa hana nguo ya aina yoyote mwilini. Mtindo aliolala wa kifudifudi aliyokuwa amelala Lisa, huku mguu mmoja akiwa ameukunja kidogo, unaifanya shape yake ionekane vizuri kabisa. Ryan alifunga mlango kwa ndani, alivua shati lililokuwa amelivaa na kisha akamaliza na suruali, akabakiwa tu na nguo ya ndani yani boxer. Akasogea karibu kabisa na kitanda kisha akamtazama Lisa, uope wake na ameumbika kweli kweli. Ilimfanya hasira na chuki aliyonayo ilianza kuyeyuka taratibu, huku akiwa amechanganyikiwa kwa kiasi kikubwa mno cha taarifa ya dada yake Evelyn kumpigia simu. Alianza kumpapasa Lisa mapajani mwake, kiganja chake kikapanda mpaka kwenye makalio ya Lisa na akaanza kuyatomasa taratibu.
bwana baby, Lisa alilalama baada vidole vya Ryan kuanza kumtomasa kwenye tunda lake. Ulaini wa tunda lake ulimfanya Lisa kujigeuza na kulala chali huku akipanua mapaja yake. Ryan alianza pale kumnyonya pale dodo zake taratibu na kumfanya Lisa kutoa miguno kimahaba iliyomfanya Ryan azidishe utundu wake. Ryan akashusha ulimi wake katika tunda la Lisa na kuanza pale kulinyonya na lapi zake huku ulimi ukiwa na kazi ya kucheza tu mithili ya nyoka anayetafuta pa kutokea ndani ya shimo. Lisa kwa raha alizokuwa anapewa na Ryan alijikuta akilia kwa furaha, kwani ni kitu ambacho hakukitarajia kitokee ndani ya muda mfupi toka alipotoka katika maisha ya Ghost. Ryan baada ya kuhakikisha amemwandaa vizuri Lisa, alianza kumpa dozi ya nguvu ila yenye utondo ndani yake na kumfanya Lisa kwa mara 4 kufika kileleni, huku Ryan akimaliza mzunguko mmoja ndani ya nusu saa. Mbona unacheka? Ryan alimuuliza Lisa ambaye toka wamaliza mechi hiyo amekuwa ni mtu kucheka tu. Sikutegemea kupata mechi kali kama hii mme wangu. Haki Mungu ni fundi. Unanijulia kila kona ya mwili wangu. Kweli? Ndio baby. Yaani umenifanya nijisikie kama vile niko peponi kumbe niko duniani. Dunia hii iliyojaa dhambi na maovu. Endapo kirudia kuondoka mikononi mwangu tena, nitakuwa. Haki ya Mungu na kuwa pia siwezi kuondoka tena kwenye maisha yako wewe. Nimefanya kosa na sitohitaji kurudia tena ile kosa. Ila mheshimiwa Monica kama mke mkubwa na utakuwa mke mdogo. Mimi kwenye hilo wala sina shaka nalo. Nimepata nilichostahili. Kwa nini ngangania kurudi kwenye nafasi niliyoichezea mimi mwenyewe? Vizuri kama umenielewa. Jiandae asubuhi tunarudi Tanzania. Mimi niko tayari kila wakati mme wangu. Na okay poa. Hilo unaonekana una raha sana tofauti na nilivyokuacha. Usijali. Ryan alizungumza huku akishuka kitandani na kuingia bafuni. Lisa alimfuata na wakaoga kwa pamoja na kisha wakarudi kitandani. Ryan kusema ukweli hakupata usingizi kabisa zaidi ya kuendelea kuwaza na jinsi gani watakavyokutana na dada yake kipenzi. Naam. Asubuhi na mapema waliingia ndani ya ndege na kuondoka kisiwani hapo huku wakiwa wameongozana na Bravo One ambaye anakwenda kuwa mlinzi na msaidizi binafsi wa Lisa. Baada ya masaa 13 ya kukaa angani, walifanikiwa kufika salama na kutoka katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Nyerere. Waliingia katika gari ya serikali iliyokuwa imetumwa moja kwa moja kutoka Ikulu na waliondoka uwanjani hapo pasipo kukaguliwa, huku kichwa cha Ghost wakiwa wamekibeba kwenye dungu maalum la kuhifadhia lenye barafu. Walifika Ikulu na wakapokelewa na wazazi wa Lisa ambao walijawa na furaha sana mara baada ya kumwona binti yao amerejea nyumbani sasa rasmi. Karibuni sana ise. Tunashukuru. Ryan alijibu mara baada ya kukaribishwa ndani na babake na Lisa. Vipi kuhusu mzee Max yuko wapi? Yuko ofisini kwake. Basi acha tukamwone. Sawa. Ryan na Naima waliondoka kwenye makazi ya rais na kuelekea ofisini kwa mzee Max, huko Ryan akawa amebeba lile dungu lenye kichwa cha Ghost. Walinzi wa rais hawakumkagua Ryan kwa sababu alishapewa maagizo na mzee Max ya kwamba akifika Ryan apite tu moja kwa moja hadi ofisini kwake. Basi walisalimiana pale kwa furaha kweli mzee Max pamoja na Ryan. Aise, kuna mzigo gani tena umeubeba? Ni ushindi. Ushindi wa nini? Mzee Max aliuliza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ukimya wetu ulikuwa ni kuhakikisha kwamba tunapambana na adui yetu hadi tunamshinda. Usiniambie mmefanikiwa kumua Ghost. Kwa 100% tumefanikiwa. Awe mimi siwezi kuamini bwana. Kweli mheshimiwa. Ryan alizungumza huku akitabasamu. Ryan aliweka pale lile dungu hilo juu ya meza ya mzee Max. Mzee wangu na ujasiri? Ndio nao. Mzee Max alijibu huku akimkazia macho Ryan. Ryan akafungua lile dumu na mzee Max macho alimtoka huku akiwa anaangalia kichwa cha Ghost kikiwa kimegandiana na barafu kali iliyomo kwenye dungu hilo. Tumemgandisha kichwa chake ili hata shetani basi ashindwe kumfufua. Mungu wangu. Anyi vijana siwawezi.
Hebu funika Rani, funika. Rani alifunika huku mzee Max akiwa amejawa na mshangao. Mmewezaje kufanya hivi? Rani hapo ilibidi aanze kumwelezea matukio yote yaliyotokea huko Roma, Italy. Japo huyu alikuwa ni rafiki yangu, ila kwa yote aliyoyafanya hana budi kupata kila alichokistahili. Ni kweli kabisa. Hicho kichwa chake inabidi sasa mukiteketeze kwa moto kabla ya kufuta kabisa ushahidi wake. Mwili wake uko wapi? Umetelekezwa kwenye tanuri la moto. Basi hata hiko kichwa chake ni vyema mkakiteketeza kabisa kwenye tanuri la moto. Itasaidia kufuta historia ya ghost kwenye ulimwengu huu. Sawa, nilimwahidi mama ya kwamba nitamleta kichwa cha ghost. Hivyo nitamkabidhi na yeye atafanya kile ambacho anahisi ni sahihi. Hiyo imekaa vizuri. Unajua mama yenu yuko ikulu ya Dodoma ya makamu wa rais. Basi tutakwenda huko kumwona. Hakuna shaka Rani. Naema unaweza kutupisha, nahitaji kuweza kuzungumza na mzee Max. Sawa. Naema alinyanyuka na kutoka ofisini hapo. Mzee, najua umekuwa zaidi ya babangu kwenye haya maisha, hususan kwenye makuzi yangu hadi kufikia hapa nilipofika. Na na imani kwamba unajua mambo mengi sana kuhusiana na maisha ya familia yangu. Ndio, ni kweli. Hebu niambie, dada yangu Evelyn alifariki kwenye ajali ya meli kweli au ni vipi? Hapo mzee Max kwanza alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, huko Rani akimkazia macho akimtazama. Unajua dada yako alipata ajali kweli, katika meli ambayo ilitegeshwa bomu katika injini yake. Nani alitegesha? Ghost. Kwa nini alitaka kumwoa dada? Labda nirudi nyuma kidogo kukuhadithia. Kipindi nyinyi kabla mjazaliwa, Ghost alikuwa ni mfanyakazi katika kampuni ya babu yako, akiwa ni kama dereva msaidizi wake binafsi. Babu yenu alikuwa na pesa nyingi sana, na Ghost alijitahidi sana kuhakikisha anampata mama yenu kipenzi. Mission ya Ghost ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anazimiliki mali zote za babu yenu, ambaye kwa bahati mbaya hakufanikiwa kuwa na mtoto mwingine zaidi ya mama yenu. Hivyo kwenye hilo Ghost alifanikiwa. Ulikutana na Ghost kabla ya kuwa na mama yetu au baada? Kabla. Urafiki wenu ulianzaje? Unajua mimi na Ghost tulisoma pamoja, mimi na baba yako huko kijijini. Mimi nilipochaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari, yeye hakufanikiwa. Hivyo mimi nilipomaliza nikapita jeshini na kuendelea na ngazi nyingine za kiserikali, ila hatukusita kuwasiliana mpaka kwenye mafanikio. Sawa, hiyo historia ya mama kukutana na Ghost alinisimulia. Swali langu la msingi, ilikuwaje bomu likategeshwa kwenye meli? Unajua babu yako aliziacha mali zote kwa mwanae, na mama yenu mali zake zote aliziandika kwa dada yako, ikiwa ndiye mrithi mkuu, na ikitokea kifa basi wewe ndio utakuwa mrithi wa hizo mali. Sasa hilo swala unajua lilimkera sana Ghost, kwa sababu yeye ndo mali alizokuwa anazihangaikia kwa damu na jasho, na mwisho wa siku baada ya ajali ile ya kupangwa kutokea na kutoka salama, aliamua sasa kumuua dada yako ili mradi sasa arithi zile mali. Na sikujua kama mama yako alifariki, kwani hata kwenye msiba wake pia hakunijulisha, zaidi tu ya kusikia tu mama yako naye pia alijiongeza kadanganya kifo chake. Kwa hiyo dada alikufa kweli? Mzee Max alimtazama Ryan usoni mwake. Mzee Max moyoni mwake akasema, Ryan hapa na haki ya kujua ukweli. Mzee Max alizungumza hivyo kimoyo moyo. Akasema, unajua Ryan, nilipogundua kwamba kuna mpango mchafu ya namna hiyo kuhusiana na dada yako, na nilipotambua meli aliyopanda, nilimkabidhi kwa afisa usalama mmoja wa jeshi ambaye alikuwa ni kijana wangu. Aliweza kumwokoa dada yako kabla hata mlipuko ule hujatokea. Kivipi? Kwa sababu ilikuwa ni taarifa ya haraka sana ambayo hapo awali sikuwa nayo, na safari ya meli ilishaanza. Afisa huyo wa jeshi alikuwa naye ni msafiri akitokea Zanzibar kuja huku. Niliwasiliana naye na aliweza kuruka kwenye ile meli, na dada yako
aliruka naye dakika 3 tu kabla bomu lile lijaripuka. Kwa nini kuniambia Evelyn yuko hai? Ndio yuko hai. Unajua sikutaka kukuambia au kumwambia yote juu ya hili swala kwa sababu wakati wake nilikuwa ninausubiria uweze kufika. Na ndio maana nilikulea wewe kwenye misingi ya kuweza kujimudu wewe mwenyewe, hususan kwenye mapambano. Kwani bila kufanya hivyo, Ghost angekumaliza na wewe ili amiliki kila alichoamini ni jasho lake. Ghost yule ni rafiki yangu, ila roho yake ilikuwa ni mbaya sana. Kama aliweza kudhuru watoto wake wa kuwazaa, ingekuwaje kwa mimi? Na ndio maana nilijiwekea mipaka ambayo hata kama Ghost angejaribu kuivuka, basi ningemzuia. Ulimpeleka wapi dadangu? Colombia. Colombia? Ndio, nilimweka kwa rafiki yangu mmoja hivi ambaye ni tajiri sana. Alimlea kama mwanae na akasimamia mali zake, na miaka 5 iliyopita yule jamaa alifariki kwa saratani ya damu. Hivyo dada yako alikuwa ndo mrithi pekee wa mali za yule mzee. Kiufupi, dada yako yuko hai, ana pesa za kutosha, ni bilionea, na kwa sasa yuko Zanzibar. Nilimpatia namba ambayo angeweza kukupigia wewe kwa haraka mno. Wow, inasisimua hiyo story. Ya, ni kweli. Unajua kwenye maisha ukiwa kama jasusi mwenye ujuzi wa hali ya juu, kuna siri unapaswa kuweza kufa nazo au kuzitunza mpaka pale wakati sahihi unapowadia. Na kama usingeuliza, basi ningekueleza pale ambapo ungekuwa umetulia. Nashukuru sana mzee Max. Usijali. Nilitamani sana uwe babangu kwa hili ulilotufanyia. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amina. Sasa yale maswali kuhusiana na Evelyn yameisha. Ila dada yako hajapendezwa na kitu alichokifanya Lisa. Mimi na Lisa tulishaziweka tofauti zetu pembeni mzee. Sio hizo za kifamilia. Zipi? Lisa kumuua Ghost. Kwa nini? Siwezi kujua kwa nini, ila tambua tu hakupendezwa kabisa, na nilizungumza naye kwa kina sana kuhusiana na maisha uliopitia wewe na Ghost. Sawa, mimi nashukuru kwa kila jambo mzee wangu. Usijali Ryan, ila mimi nakushauri. Ndio? Mlinde sana Lisa. Kwa nini? Dada yako anaweza akamuua. Ryan alimtazama mzee Max kwa sekunde kadhaa. Japo amepokea ukweli uliokuwa umejificha maishani mwake, ila taarifa dada yake kutaka kumuua Lisa kidogo ilimpa mashaka kuhusiana na dada yake huyo. Nitalizingatia hilo mzee wangu. Basi ni vyema. Mzee Max alizungumza huku akitingisha kichwa. Rani alimhadithia mzee Max juu ya jeshi ambalo kwa sasa analimiliki, ambalo hapo awali lilikuwa ni jeshi la Ghost. Hongera sana kijana wangu, ila kikubwa usiwatumie vibaya. Siwezi kufanya hivyo mzee wangu. Acha nikuache ujumuike na majukumu yako. Mimi nahitaji kwenda kumuona mama na kisha nitaandaa safari kuelekea Zanzibar. Sawa, hakuna shida kwenye hilo. Rani akaagana na mzee Max. Alitoka ndani hapo, alimkuta Naima akimsubiria, wakaongozana mpaka ndani ya gari. Hivyo unajua hujamwona mwanao? Yeye anaelewa. Unataka uondoke kabla hujamwona? Kwa nini? Nakuuliza tu kwa sababu ana haki kukuona wewe hata kama ni mtoto mdogo. Sawa, basi acha nikamwangalie kwanza. Rani aliwasha gari, wakaelekea katika makazi ya rais. Mtoto yuko wapi? Rani aliuliza huku akimtazama Linda aliyekuwa amekutana naye mara tu baada ya kuingia ndani hapo. Yupo chumbani na mamake. Okay, sawa. Kabla Ryan hajaondoka, Linda alimdaka mkono Ryan. Nimekumisa Ryan. Naomba tenge japo hata siku nikune mpaka niridhike. Tuombe Mungu. Ryan alizungumza hivyo huku akimwachia Linda mkono wake. Aliingia katika chumba cha mtoto, alimkuta Lisa akimnyonyesha yule mtoto. Hey. Kumbe hujaondoka? Nilikwenda kuonana na mzee Max mara moja. Karibu. Nashukuru. Anaendeleaje jamaa? Nashukuru Mungu nimemkuta kwenye hali nzuri ya kiafya. Hongera zote. Niko mamake mdogo, hajamwacha ateseke. Jambo zuri. Kwa kweli. Lisa alimaliza pale kumnyonyesha mtoto na kisha akamkabidhi mtoto kwa Ryan. Umefanana naye? Kweli? Ndio.
Naomba Mungu asipitie maisha kama niliyopitia mimi kwa Ghost. Mungu amjalie. Na kuna kitu kimoja nahitaji kwa sasa uweze kukifanya. Niambie mpenzi. Naomba usitoke hapa Ikulu kwa kipindi hiki chote ambacho bado sekeseke la Ghost linaendelea. Kwa taarifa za kipelelezi ni kwamba video inamuonyesha ukimua imeweza kuwafikia washiriki wake ambao kwa namna moja ama nyingine linaweza kukupelekea wewe wakakuinda na kukua ili uweze kulipiza kisasi. Kwa sasa nahitaji usifanye matembezi yasiyokuwa na umuhimu, na kama ni umuhimu hakikisha unatoka na walinzi. Sawa mme wangu. Nashukuru, na kwenda Dodoma kona na mama. Sawa, wasalimie pia na Cleopatra. Zimefika. Ryan alimrudisha mtoto kwa Lisa na kisha akasimama. Alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa na kisha akambusu katika paji lake la uso, akamwambia tutaonana. Sawa mpenzi. Lisa alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ryan alitoka ndani ya hiko chumba na kurudi ndani ya gari alipokuwa amemwacha Naima akimsubiria. Kila kitu kimeenda vizuri? Ndio. Hapo wakaelekea moja kwa moja uwanja wa ndege. Wakaingia ndani ya ndege walikuwa wameitumia kuingia nayo nchini Tanzania. Ndege hiyo basi iliwapeleka mpaka Dodoma. Ndani ya muda mfupi tu wakatoka katika kiwanja cha Dodoma, wakapokelewa pale na msaidizi wa makamu wa rais na moja kwa moja wakapelekwa mpaka Ikulu. Karibuni sana. Mama yake na Ryan alizungumza kwa furaha huku akimkumbatia na kumbusu mashavuni mwanae. Tunashukuru. Ujio wenu unaonesha una nuru ya furaha. Nipeni mpya. Mama Ryan alizungumza huku akiwa na shauku kubwa mno ya kujua juu ya ujio wa Ryan pamoja na Naima. Monica yuko wapi? Yupo ofisini kwake, ana ziara mkoa wa Singida, hivyo unavyozungumza na nyinyi yuko njiani. Na okay, sawa. Na mwanangu Cleo? Cleo naye amekwenda shule, atarudishwa baadaye. Okay, ni jambo zuri sana kama ni hivyo. Mama, tumekamilisha kazi. Haki ya Mungu. Na kama nilivyokuahidia kwamba nitakuletea kichwa chake, ndicho nilichokifanya. Mama Ryan alimtazama Naima na Naima akatabasamu. Naima akamkabidhi Mama Ryan kidumu chenye kichwa cha Ghost na taratibu akakifungua. Moshi mwingi wa barafu uliokuwa umetoka ndani ya kidungu hicho ulimfanya mamake na Ryan kuyakaza macho yake. Unajua kuamini kuona kichwa cha Ghost kikiwa kipo ndani ya hiko kidumu. Huyu ni Ghost? Ndiyo mama. Mama Ryan akakiminyaminya kile kichwa kilichokuwa kimeganda na kuthibitisha ni kichwa cha binadamu na sio kichwa cha kuchonga, ili kuweza kumthibitishia kwamba alikufa ni Ghost. Naima alimwonyesha Mama Ryan video inayomwonyesha Ghost akiuliwa kwa kukatwa kichwa na Lisa. Lisa ndo aliyemua? Ndiyo mama. Ilikuwaje kuwaje? Ryan ilibidi amueleze mama yake kile kitu kilichotokea Roma huko Italy. Hongereni sana. Hiki kichwa mimi nitakizika mimi mwenyewe. Yaani katika zawadi kubwa ambayo umenipatia mwanangu ni hii. Nashukuru sana tena sana. Sawa mama, tungependa kukaa hapa ila kuna issue kidogo tunakwenda kuifanya Zanzibar. Hakuna tatizo mwanangu, na mimi sasa naweza kurudi Japan. Usirudi kwa sasa hadi turudi kutoka Zanzibar. Kwa nini mwanangu? Tunahitaji kukaa kama familia, ila kwa sasa kutokana kuna mambo ya kuyaweka sawa, tunakuomba usiondoke. Sawa, mimi nawasubiria. Sawa mama. Rani na Naima hawakuona haja kuendelea kukaa Dodoma. Wakaondoka na kurudi uwanja wa ndege. Walipanda ndege yao na kuelekea Zanzibar. Ebu mpigie sister mara moja. Ryan alizungumza kwa sauti ya chini. Naima alimpigia simu Evelyn. Hey dogo. Niambie. Safi tu vipi? Poa, nipo Zanzibar, naomba location. Sawa, nakutumia location. Okay, poa. Ryan alikata simu. Ujue Ryan, natamani sana ya maisha yaliyokutokea nitokee na mimi. Kivipi Naima? Yeye watu wako karibu ambao ulijua wameshakufa wanarudi kwenye maisha yako. Muda mwingine najiuliza kwa nini imekuwa hivi. Ila sina cha kuongea zaidi ya kumshukuru Mungu kwa kila kitu, kwani waliorudi wameniumiza sana na kunifurahisha pia. Ila ni kweli kwa mikiki aliyotupatia Ghost, sijui atengekwaje kama sio kwa uwezo wako. Ndio maana nikasema Mungu ni wa kushukuriwa. Naima, bila yeye sijui kama tungeweza kutoboa. Muda mwingine uwezo wa kibinadamu hauwezi kupingana na uwezo wa Mungu. Unahisi Ghost kama angejua
dakika ya mwisho kwamba watu waliowapa pesa na matarajio kumlinda wamemgeuka kama walivyomgeuka kwanza, ningekwaje? Aisee, tena wamemgeuka vibaya sana. Na ndio maana mimi nasema Mungu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Nini tutafanya mara baada ya kukutana na dadako? Sijajua kwa kweli. Nakumbuka aliniambia kwamba unahitaji kuweza kumsaidia Nadia. Na lile swala lake la kuikomboa dunia kutoka mikononi mwa watu wabaya kwa sasa, kwa sababu yeye Nadia anasema kwamba watu hao wabaya ndio walioweza kupelekea dunia kukumbana na mabaya kama ya corona na magonjwa mengine, na vithibitisho pia navyo. Kama navyo hapo sawa, tunapopa kuanzia. Ni kweli. Rubani akawatangazia ya kwamba wanakaribia kutua katika uwanja wa ndege wa Abeid Aman Karume. Wakafunga pale mikanda ya siti zao, na ndani ya muda mfupi ndege ikatua uwanjani hapo. Wakiwa uwanjani hapo katika hatua za kuweza kukaguliwa kabla kuruhusiwa kutoka nje ya uwanja, binti mmoja mweusi alikuwa amevalia suti nyeusi aliwafuata. Akasema, nimeagizwa kuja kuwapokea, nifuateni. Binti huyo alizungumza hivyo huku akiwa anawatazama. Rana akamuuliza, na nani amekutuma? Boss. Ndio, nani huyo boss wako? Binti huyo alitoa simu mfukoni mwake na kuiweka sikioni. Akazungumza pale na kisha akamkabidhi simu Ryan. Yes, hello. Atawaleta nilipo. Ryan akamtazama binti huyo, anayeonekana ni mpambanaji mzuri tu, tena wa viwango vya mapigano. Ryan akasema poa. Ryan alimrudishia binti huyo simu. Walitoka eneo la ukaguzi na kutoka nje kabisa ya uwanja. Waliingia ndani ya gari aina ya V8, wakaondoka uwanjani hapo kwa mwendo wa dakika kama 55. Wakafika katika eneo lenye nyumba mbili za kifahari, huku eneo zima likiwa limeimarishwa ulinzi mkali mno. Dogo, Evelyn alizungumza huku akitanua mikono yake, na wakakumbatiana na Ryan kwa muda mara baada ya Ryan kushuka ndani ya hiyo gari. Asema kwa baba, hata wewe pia umekuwa ni mama. Kweli Ndio unajua duniani watu tunakuwa haraka sana. Karibuni sana ndani. Ninashukuru. Huyu ni mtu wangu karibu kuliko karibu wenyewe. Anaitwa Naima. Naima huyu ndiye dada mkubwa ambaye kuna mengi sana inabidi kuweza kujua kutoka kwake. Karibu sana Naima. Nimeisoma profile yako. Hakika ukisikia marafiki wa kufa na kupona, wewe ni mmoja wapo. Nashukuru sana. Waliingia ndani huku nyuso zao zikiwa zimetawaliwa na tabasamu. Walikaa sebuleni katika sofa za kifahari. Hapo umekodisha umejenga? No, kuna tajiri mmoja Kituruki alikuwa kishi hapa. Hivyo alivyokuwa anaondoka kurudi kwao, aliwasiliana na mimi na nikapanunua. Sinaona nakshi za humu ndani ni za Kituruki mtupu. Yaani kweli. Hivyo nimefikia hapa. Okay, sawa. Na mimi unashangaa namba nilipata wapi? Nimeshatambua. Umeonana na mzee Max sasa ndio? Ndio dada. Kwanza niombe msamaha kwa kila kilichotokea. Msamaha nini sister? Video ya Lisa ilivyonifikia nilichukia sana. Japo kuna mambo yalinipata yalisababishwa na ghost, ila sikuwa na namna zaidi ya kuweza kukubaliana na ukweli ya kwamba haya maisha sio kila mtu ambaye ni mzazi anaweza kuwa ni mtu mzuri sana kwako. Ile video ilinishtua sana na nilifanya maamuzi ya kijinga ya kumpa taarifa kijana wangu awawinde, ila nilihairisha maamuzi yangu hayo ndani ya muda mfupi sana. Ilibidi niongee kwa kirefu sana na mzee Max na alinieleza black and white, na hata kama ningekuwa mimi ningefanya kile ambacho umekifanya wewe mdogo wangu. Max amenieleza maisha yako kwa ujumla. Hajakosea na alichokizungumza kipo sahihi kwa 100%. Pole sana. Nashukuru nimeshapoa na nilishaachilia kila kitu. Je, unafahamu chochote kuhusiana na mama? Evelyn alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ndio, najua yuko Dodoma kwa wifi. Je, umefanya naye mazungumzo yoyote na kujua uwepo wako? Hebu tutembee kidogo. Evelyn alizungumza na akasimama akatoka ndani hapo na kumwacha Naima yuko sebuleni hapo. Walianza kutembea kuelekea katika fukwe ya bahari. Kwa nini hujataka mama ajue uwepo wako? Na hisi itakuwa ni vema akatambua kwamba bado nimekufa kwa sababu alitumia kifo changu kama njia moja hapo kulipiza kisasi kwa mumewe. Sasa endapo kijua kwamba niko hai, itakuwaje? Una muda gani umetambua kwamba mama yuko hai? Nilipoongea na Max na alinieleza kwamba mama yuko hai na hajafa, na akanieleza kwamba yuko Dodoma kwa Monica. Ila sione sababu ya kuendelea kujificha na kumwacha endelee kuishi hivyo akitambua kabisa na mtoto mmoja.
Kuna makosa yametokea na tumeyasawazisha. Inabidi kwa sasa tujumuike, tuungane kama familia. Si ataniona mimi ni mzimu? Hapana, kwa nini kuwa ni mzimu? Mpandikiza chuki hapa alikuwa ni ghost na hayupo. Hatuna budi kurudi katika maisha yetu kama zamani. Na kama una watoto huko walete, wamwone bibi yao. Ryan, naam. Mimi sina mtoto. Umri wako huo dada, kwa nini? Mimi ni mgumba, sina uwezo wa kuzaa. Evelyn alizungumza kwa sauti ya upole huku machozi yakimlenga-lenga usoni mwake, jambo ambalo lilimfanya Ryan amtazame kwa sekunde kadhaa huku akimwonea huruma, kwani furaha ya mwanaume na mwanamke ni watoto. Bwana, mambo yanazidi kunoga, si ndio? Baada ya kutokuonana kwa kipindi kirefu, Ryan amekutana na dada yake, ila taarifa ya ugumba wa dada yake inamfanya ajawe na majonzi. Je, nini kitaendelea? Bwana, kuna shabiki mmoja aliwahi kucomment akasema, hii simulizi ni mizimu tu, yani watu wanafufuka hatari. Bwana, sio wanafufuka, sema tu hawakufa. Bwana, mzigo ndo huu hapa, tukutane katika sehemu ya 17. Mimi naitwa Uncle J. Bye bye kwa sasa.